Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilal Seifuriami na kusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Basuta wafanya mkutano mkuu maalum wa mwaka ambapo pamoja na mambo mengine umefanyika uchaguzi wa viongozi katika nafasi mbalimbali. Serikali yatenga kiasi cha shilingi bilioni 119 kutekeleza ujenzi wa miradi 13 ya dharura. Katika habari za kimataifa, wafungwa wa Kipalestina na wale wa Israeli waachiliwa huru kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza. Na mkapu la habari linaanzia jijini Dar es Salaam. Baraza Kuu la Jumuiya za Ansari Sunna Tanzania Basuta limefanya mkutano wake mkuu maalum wa mwaka kwa mujibu wa katiba, ambapo pamoja na mambo mengine umefanyika uchaguzi wa viongozi katika nafasi mbalimbali ikiwemo amiri, katibu mkuu, bodi ya wadhamini, baraza la ulama na baraza la shura. Taarifa yake Abdallah Matotola inasimuliwa naye studio Rajab Shaban Matuga. Akizungumzia maazimio na malengo yaliyowekwa kupitia mkutano huo uliofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano Mwalimu Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Basuta Sheikh Ali Zuberi Ali ametaja mojawapo kuwa ni ujenzi wa chuo kikuu. Tunamwomba Allah atuwafikishe. Tunaposema chuo kikuu ambao ni university, ni mambo yote, ni dini, kilimwengu na hasa kwa ulimwengu ulivyo na tulivyohimizwa Waislamu sisi. Dini yetu imehimiza sana education, elimu. Kwa hiyo yatakiwa tufanye juhudi sana, vijana wasiwe wavivu katika elimu. Tuandae vijana wetu katika hali hiyo. Tuna malengo zaidi tunayoyaangalia kwamba tufikie kwenye viwango vya kitaifa na kimataifa vile vile. Lakini moja ya tatizo ni kwamba mitaala inayotumika kufundishia si ya aina moja, vitabu vinavyotumika kufundishia si vya aina moja. Lakini hata walimu hawajapewa mafunzo ya kuwezesha kufundisha kwa mujibu wa hali ya sasa hii ya kidigitali. Kwa hivyo juhudi ziko zilizofanyika pamoja na taasisi inaitwa Al-Basair ya Saudi Arabia ili kuweza kuwa na mtaala mmoja. Nadhani kwa kufanya namna hiyo tutaondoa ile tatizo ambalo ukimhamisha mtoto kutoka chuo kimoja ukampeleka chuo kingine katika fasuli ile ile aliyopo hawezi kuendelea pale. Kwa nini? Kwa sababu mtaala wanaotumia na vitabu wanavyotumia ni vingine. Kwa hivyo hili ni moja changamoto ambayo tumefikia hatua nzuri ya kuikabili. Matumaini makubwa ni kuona Basuta inaendelea kufanya mambo makubwa kupitia michango ya wanajumuiya na wadau wanaoiunga mkono Basuta. Miaka yote tulikuwa tunajenga hii baraza na tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala tumeweza kuijenga hili baraza, na kuanzia sasa ndio tunakwenda kwenye michakato ya kushujaisha taasisi zetu katika masuala ya elimu, masuala ya kujenga misikiti katika kila nyanja. Na lengo kubwa zaidi ni kufikiria kujenga chuo kikuu. Unajua mwenye chombo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nashukuru kuona kwamba Allah anamwangalia mja wake popote pale alipo. Kwa upande wake mwenyekiti wa Hayatul Ulama Sheikh Abdallah Ndauga amepongeza juhudi za Basuta kuunganisha taasisi mbalimbali, jambo ambalo litaleta maendeleo kwa Waislamu na jamii kwa ujumla. Mimi kama mwenyekiti wa Hayatul Ulama, umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, nimefurahishwa sana kwa kitendo hichi cha Basuta
kufanya mkutano mkuu na kukusanya mabaraza au vyama au taasisi zote ambazo zinazotengeneza BASUTA pamoja na waalikwa zinazofanywa, juhudi ambazo zinaleta tija katika dini yetu kama wanadini, lakini vile vile ni juhudi ambazo zinaleta tija katika nchi yetu kama ni wananchi, jambo ambalo la kufurahisha, jambo ambalo linatakiwa liungwe mkono sana. Mchango wetu sisi kama Hayatul Ulama, kwa hiyo tuna ushirikiano wa karibu sana katika kuendeleza dini yetu, kuendeleza akida yetu na kuendeleza nchi yetu na kuleta amani na ustawi mzuri katika jamii zetu. Katibu mkuu wa Baraza la Sunna Tanzania BASUTA, Sheikh Shaban Musa, ametoa tamko rasmi juu ya kuitunza amani hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. BASUTA inawahimiza wananchi wote kushiriki kikamilifu katika zoezi la kupiga kura kwa amani, kurejea nyumbani kwa utulivu na kusubiri matokeo kwa subira bila jazba wala mihemko isiyo na lazima. Ni muhimu tukatambua kuwa kuna maisha kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwa msingi huo, kuilinda amani ni jukumu la kila raia kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu na vizazi vijavyo. Mgeni rasmi wa mkutano huo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, aliyewakilishwa na mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule, ameonesha kuridhishwa na programu zinazofanywa na taasisi zilizo chini ya BASUTA. Kwa nimefurahi sana kuona hizi programu zimenipa faraja kwenye huduma hizi za elimu. Tunashukuru hizi jitihada, lakini bado tuzungumze ukweli, tunahitaji kuwa na shule nyingi za Kiislamu, za msingi, za sekondari. Upande wa vyuo vikuu pia tunahitaji sana taasisi hizi ziweze kutoa fursa nyingi kwa vijana wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu. Leo hii tukianza kuulizana Waislamu tuna vyuo vikuu vingapi, tutazitafuta kwa tochi. Lakini inshallah kwa programu hizi ambazo nimeziona hapa, naona chuo kikuu kinakaribia. Hayo ndio mambo ambayo Waislamu tunapaswa kuyawekea mkazo, msisitizo, na hasa kwa vijana. Mkutano huo umefanyika chini ya kauli mbiu inayosema sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, msingi wa maendeleo na amani. Tukielekea mkoani Lindi, serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS imetenga kiasi cha shilingi bilioni 119 kwa ajili ya ujenzi wa ukarabati wa miradi 13 ambayo iliharibiwa na mvua kubwa na athari za kimbunga Hidaya, ili kuimarisha huduma za usafiri na usafirishaji. Nuhu Stima ana taarifa kamili. Akizungumza mara baada ya kutembelea na kukagua hatua zilizofikiwa za ujenzi wa miradi hiyo, msimamizi wa kitengo cha miradi ya maendeleo TANROADS mkoa wa Lindi, mhandisi Fredi Sanga, amebainisha na kuelezea mchakato wa hatua za ujenzi wa miradi hiyo. Katika utekelezaji huo tunajenga daraja la Somanga Mtama la mita 60, ujenzi wa daraja la Kipata la mita 40, ujenzi wa box culvert katika eneo la Mbwemkulu pamoja na spar dike matuta katika mto. Barabara hizo zote ziko katika njia kuu. Vile vile kuna ujenzi wa daraja la Njenga 2 au Matandu lenye upana wa mita 60. Madaraja yote niliyotaja ni katika barabara kuu. Lakini katika barabara ya Tingi Kipatimo upo ujenzi wa jumla wa box culvert 6. Vile vile tupo katika ujenzi wa madaraja katika barabara ya Nangulukulu Liwale, daraja la Migulue lenye upana wa mita 60, daraja la Zinga lenye upana wa mita 18, vile vile daraja la Kimambi lenye upana wa mita 39. Aidha, mhandisi Sanga amesema kuwa katika mwaka wa fedha 2025-2026 serikali imepanga kutumia bilioni 16.2 pamoja na miradi ya maendeleo katika mkoa wa Lindi. Katika utekelezaji wa miradi hii 13, jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 119.13 kimepangwa kutumika, ambapo mpaka hivi sasa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 54.5 tayari kimeshalipwa kwa wakandarasi katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Katika mwaka wa fedha 25-26, mkoa wa Lindi umetengewa jumla ya shilingi bilioni 16.2 kwa ajili ya matengenezo ya barabara pamoja na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo jumla ya shilingi bilioni 13 ni kwa ajili ya miradi ya matengenezo ya barabara, jumla ya shilingi bilioni 2.9 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo.
Katika hatua nyingine, meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Dodoma, mhandisi Zuhura Amani, ameelezea maendeleo ya ujenzi wa mradi wa kimkakati wenye thamani ya shilingi bilioni 221.3 na ujenzi wa barabara ya mzunguko yenye urefu wa kilomita 112.3 nje ya jiji la Dodoma. Utekelezaji wa mradi huu hadi sasa umefikia 91% na unatekelezwa kwa thamani ya shilingi bilioni 221.7. Hatua za mbalimbali zinaendelea na kwa sasa tunatarajia kwamba kwa kazi zilizobakia mpaka itakapofika mwezi Disemba tarehe 29 mwaka huu, kazi hizi kwa mujibu wa mkataba zitakuwa zimekamilika. Mradi huu sasa tunaamini baada ya kukamilika unaenda kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi, kwani sasa hakutakuwa na ucheleweshaji wa kufikisha mazao au products zozote zinazozalishwa katikati ya jiji la Dodoma na nje ya jiji la Dodoma, kwani usafiri utakuwa umerahisishwa. Wakati taifa likielekea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Said Mohamed Mtanda amewahimiza viongozi wa dini ya Kiislamu kwa nafasi zao kuwa mstari wa mbele kuhamasisha wananchi kwenda kutimiza haki yao ya msingi kupiga kura na kuendelea kutunza amani ya nchi. Zuberi Mgaya ana undani wa taarifa hiyo. Wito huo umetolewa na Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Said Mtanda katika hafla ya kutoa elimu kwa mashehe mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu, iliyoandaliwa na aliyekuwa mbunge wa Singida Kaskazini na waziri wa mali asili na utalii Lazaro Nyalandu katika ukumbi wa Leishof Hotel uliopo jijini Mwanza. Mtanda amesema ni wajibu wa kila Mtanzania kuwa mstari wa mbele katika kulinda na kutunza amani ya nchi bila kujali itikadi za dini na ukabila. Baraza lina mchango mkubwa kabisa katika kuimarisha lakini pia kuhabarisha kuhusu amani na utulivu katika mkoa wetu, na mkoa wetu ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kanda ya Ziwa hii ina watu zaidi ya milioni 10 na kitu. Mwanza peke yake milioni 3.6. Kwa hiyo kanda hii ikiimarika, ikaimarisha amani ya nchi, maana yake mchango wake ni mkubwa sana kwa nchi, kwa sababu kanda hii ni kubwa sana. Sasa ni lazima tukubali kwamba nchi hii ni yetu sisi sote, watu wa imani zote, lakini watu wa makabila yote. Aidha, Mtanda ametoa wito kwa wananchi kusikiliza sera za wagombea kabla kwenda kuwapigia kura ili kupata viongozi waadilifu kwa wananchi na rasilimali za taifa. Ni lazima tuone seriousness ya mambo yanayozungumzwa. Uongozi sio asali kwamba kila mtu afanye nini? Arambe. Kwamba ni na mimi zamu yangu kuramba. Tukifanya makosa katika kuchagua viongozi, tunafanya makosa katika umri wetu wa miaka 5 ya kikatiba. Kwa hiyo sio jambo la masihara hata kidogo. Sio kila mtu lazima arambe. Lazima watu ambao tuna hakika na yakini nao kwamba wanaweza kulivucha taifa letu ndio tuwaangalie kwa macho yetu yote mawili. Kwa upande wake, mwandaji wa hafla hiyo, waziri wa mali asili na utalii mstaafu Lazaro Nyalandu, amesema viongozi wa dini wana mchango mkubwa katika kulinda na kutunza amani ya nchi. Hivyo ni lazima serikali kutambua mchango wao mkubwa katika kutunza amani iliyopo nchini. Kama tunataka taifa litembee kama taifa lenye adili, lenye umoja, lenye nguvu, ni lazima tuhakikishe, na hili lazima pia kwa viongozi waandamizi wa serikali na wale walio katika vyama mbalimbali vya siasa, ni lazima tuhakikishe tunashirikiana kwa pamoja, tunathamini mchango wa viongozi wa dini na mchango wa waumini wao katika kile ambacho tunakiamini cha kujenga taifa lenye nguvu na lenye umoja. Nao baadhi ya viongozi wa dini waliohudhuria katika hafla hiyo wameelezea umuhimu wa kushiriki mchakato wa uchaguzi kwa njia ya amani ili kuepuka migogoro inayoweza kuhatarisha maisha ya watu na mali zao. Sisi tutakwenda kupiga kura, basi dhamira hiyo tuisimamie ili tuifanikishe. Jambo hilo ndio litakalofanya wale wengine ambao wameendelea kwa siri kwa mahala ambapo hatupajui, hawataki kupiga kura,
na wanajaribu kushawishi pamoja na kuonya na kutisha washindwe, maana sisi tutakuwa tumesimama, tumeenda tumetimiza wajibu wetu kuendea uchaguzi ulioko mbele yetu. Maagizo na ilani zimeshatolewa. Piga kura, rudi nyumbani. Hatutamani kuja kuona baada ya uchaguzi anatuijia muumini kuomba barua ya kwenda kuchangiwa mchango eti kisa amevunjwa mguu kwa sababu ya maandamano barabarani. Taasisi ya Direct Aid yenye makao yake nchini Kuwait imewatunuku vyeti vya taaluma kwa mabinti yatima 93 waliohitimu elimu ya msingi katika shule ya msingi Arafa iliyopo kijiji cha Manga, kata ya Mtipa, manispaa ya Singida. Hapa ni taarifa yake Ramadhan Idilimu. Mabinti hao ni miongoni mwa yatima 300 wanaolelewa na kusomeshwa na taasisi hiyo katika shule ya msingi Arafa, ambayo ni shule maalumu iliyoanzishwa kwa lengo la kutoa elimu kwa watoto yatima. Kituo chetu cha Arafa ni miongoni mwa matawi ya taasisi ya Direct Aid Society nchini Tanzania, na mwaka huu alhamdulillah mayatima 93 wa Singida hapa wamehitimu darasa la 7. Na mipango ya kuwalea hawa watoto ni kuwaendeleza kielimu, kuwaendeleza kimaadili, kusoma mpaka chuo kikuu, mpaka ngazi za juu za elimu. Shekhe wa wilaya Singida mjini, Shekhe Isa Simba, akizungumza kwa niaba ya ofisi ya BAKWATA manispaa ya Singida, amepongeza jitihada za taasisi hiyo, akisisitiza umuhimu wa elimu inayoendana sambamba na maadili mema. Nikupongezeni kwanza kwa harakati nzuri. Leo dunia inalia na maadili, serikali inalia na maadili, lakini mkuu wetu wa dini mufti analia na maadili. Ninachotaka niwakumbushe wenzangu, ili tupate halakati za Qur'ani ni kuviimarisha vituo vyetu hivi kwenye taasisi zetu hizi, watoto wetu wa Kiislamu waende kwenye vituo vyao ili wapate maadili yao mema. Kwa hiyo naomba niwasihi wazazi, hasa wazazi wangu wa Singida. Jamani. Kwa wale ambao wanafikiria kwamba hawa watoto wamemaliza shule, sisi tunasema hapana, wamehitimu masomo ya primary, masomo ya msingi. Nataka wote tuwakute wapo sekondari, na nitafuatilia. Yaani nitafuatilia kabisa kwa nguvu zangu zote kuhakikisha hawa watoto wanasoma sekondari, wanamaliza elimu ya sekondari, wanahitimu. Mwisho wa siku nataka tupate wataalamu kutoka miongoni mwao. Naye mdhibiti ubora wa elimu manispaa ya Singida, Sefu Mzirai, amesema shule ya Arafa imekuwa mfano wa kuigwa kutokana na ubora wa taaluma na malezi ya wanafunzi wake. Shule ya Arafa kwa kweli ni shule ya seminari ya Kiislamu ambayo kwa kweli inawajenga watoto katika maadili ya Kiislamu. Kwa hiyo watoto hawa nao wana kwa hofu ile ya Mungu, basi wanasoma vizuri na unaona matokeo yao wanapata A na B tu. Nafurahi sana kuhitimu darasa la 7 katika shule ya Arafa. Nafurahi sana kulelewa katika malezi bora ya Arafa. Na mpaka hapa nawashukuru sana kwa malezi yao bora, wamenilea vizuri. Alhamdulillah, nawatakia kila la heri kwa Mwenyezi Mungu. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Wazazi na walezi wa Kiislamu wamehimizwa kutoboteka katika malezi ya watoto kwa kuwafunza na kuwapangia majukumu ya nyumbani watoto ili kujenga wazazi wa baadaye wanaotambua majukumu yao. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa studio. Ushauri huo umetolewa na mwenyekiti wa bodi ya umoja wa shule za msingi za Kiislamu TIPSO, Salim Baabde, wakati akizungumza katika mahafali ya 7 kwa wanafunzi waliohitimu elimu ya darasa la 7 katika shule ya awali na msingi ya Al-Bayan iliyopo Chanika jijini Dar es Salaam. Kwa wazazi, ushauri wangu, wapeni majukumu watoto ili wanapokuwa wakubwa waweze kufanya majukumu yao. Kwa mfano, katika wiki waandike kitu gani kinahitajika nyumbani, alafu waende sokoni wenyewe wakuletee budget waliotumia. Umeme, kuna mmoja atakuwa kazi yake kuangalia umeme nyumbani, kitu gani hakuna. Tuwape majukumu watoto hawa, kwa sababu hawa ndio watakuja kuwa baba na mama. Hali ya sasa hivi ilivyo, sisi tunawapenda sana watoto wetu, lakini overdoing it is not kwamba tunawaprotect watoto, tunawaexpose katika challenges ambazo
hawatoweza kupambana nazo. Amesema malezi ya kuwadekeza kupita kiasi hayawajengi watoto, badala yake yanawafanya kushindwa kutekeleza majukumu yake yanayompasa kama mtoto, hali inayoweza kupelekea kushindwa kupambana na changamoto za maisha. Mtoto sasa hivi anakufika stage anakula kwenye meza, anaacha sahani, anaondoka, anangoja dada aje kuondoa sahani. Mtoto anafika stage hawezi hata kupiga pasi nguo yake. Tumefikia sasa hivi katika malezi kama hayo. Naomba hili tuliangalie. Kumpenda mtoto lazima umpe challenge, umstretch aweze kupambana na maisha. Leo unamwambia nayo, kesho mwambie sina. Ajue kwamba maisha there is winning and losing. Kuna leo unayo, kesho I don't have. You should understand kwamba life is full of ups and downs. Tusimuoneshe kwamba life is always up, kwamba kila unachokitaka unapata. That's not right. Kwa upande wake mkurugenzi wa shule ya Al-Bayan Islamic, Mwalimu Faridi Muhammad Abdallah, amesihi wazazi na walezi wa wanafunzi waliohitimu elimu ya darasa la 7 kuwatafutia shule zenye maadili ili kuendeleza msingi walioupata shuleni hapo. Mtoto akiondoka Al-Bayan hapa, tafsiri yake lazima kwa uchache atahifadhi juzu 5. Maana yake anamaliza la 7, lakini wapo mpaka juzu 20. Hii maana yake tayari wameshapata msingi imara, kwa sababu there is no direction in a wrong destination. Wito wangu kwa wazazi, kwa wanafunzi hao waliomaliza, wawatafutie shule zinazofanana na hizi, wawasimamie watoto katika malezi, kwa sababu umri huu wa watoto kuelekea sekondari ni umri ambao unahitaji usimamizi, kwa sababu ni mabadiliko katika makuzi. Kwa hivyo wazazi wanahitaji kuongeza umakini. Tunawashauri wawapeleke katika shule za Kiislamu na kuendeleza yale yote yaliyo bora ambayo watoto haya wameyapata wakiwa chini. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesimo Buswelu amekabidhi mifuko ya saruji 6 kwa shule sekondari Sibwesa ili kuchochea ujenzi wa bweni la wasichana katika shule hiyo unaogharimu kiasi cha shilingi milioni 28. Mifuko hiyo ya saruji ameikabidhi akimwakilisha mdau wa maendeleo ya elimu kutoka mkoani Dodoma, Peter Chilaganzi, aliyeguswa na juhudi ya wananchi wa kijiji cha Sibwesa waliochangia kiasi cha shilingi milioni 28 kwa ajili ya ujenzi wa bweni hilo jipya la wasichana katika shule ya sekondari Sibwesa. Akaona wananchi mnavyofanya kazi kwa ushirikiano na serikali, ikamvutia mdau, akasema na yeye yuko mbali, angeweza kufika akashika koleo akarusha udongo, lakini akasema atatoa fedha 1,500,000 ili weze kununua mifuko 5 ya simenti. Ile fedha imeleta mifuko 6 ya simenti, na kila mfuko una ujazo wa kilo 50. Kwa hiyo badala ya mifuko 5 tumenunua kwa uaminifu tukapata mifuko mingapi? 6 ya simenti. Tutaikabidhi hapa. DC Buswelu amemtaka afisa mtendaji wa kijiji cha Sibwesa kutangaza zabuni ya mafundi ili ujenzi wa bweni hilo uanze mara moja. Sasa maelekezo ambayo natoa hapa, sisi wanafunzi wa Sibwesa tunataka tuanze kulala kwenye bweni jipya kwa muda. Tunatumia darasa kama Mbala, ndio tunataka tuingie kwenye bweni jipya kama bweni la Majaliwa sekondari, mabweni ya shule zingine kule. Kwa hiyo ukitoka hapa ikifika saa 12 jioni, toa taarifa kwa afisa elimu kwamba kazi umeshaanza kuitangaza. Afisa elimu toa taarifa kwa mkurugenzi. Mkurugenzi anipe taarifa sasa kwamba tumeshaanza kuingiza taarifa kwenye mfumo. Ukitoka hapa usiende kufanya kazi nyingine, nenda katangaze hiyo kazi mara moja. Sambamba na ziara hiyo ya kukabidhi mifuko ya saruji, mkuu wa wilaya Tanganyika Onesimo Buswelu amekagua maendeleo ya ujenzi wa mradi wa shule mpya ya msingi Sibwesa unaohusisha ujenzi wa madarasa ya shule ya msingi na awali pamoja na majengo ya utawala. Amemtaka mkandarasi kuongeza kasi ya ujenzi huo ili kukamilika kwa wakati ifikapo mwezi wa 12 mwaka huu na kuanza kutumika mwezi Januari mwaka 2026. Na kwa taarifa hiyo ndio tunahitimisha kapu la habari za taifa. Tupate mapumziko mafupi na tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Mgaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Watu wasiopungua 42 wamepoteza maisha baada ya basi walilokuwa wakisafiria kubingirita katika jimbo la Limpopo kaskazini mwa Afrika Kusini. Wizara ya uchukuzi ya nchi hiyo imesema waliofariki dunia ni pamoja na wanawake 18, wanaume 17 na watoto 7. Habari zaidi zinaeleza kuwa zaidi ya abiria 30 wamelazwa hospitalini baada ya dereva wa basi hilo lililokuwa limebeba abiria wa Malawi na Zimbabwe kushindwa kulidhibiti na kupelekea lianguke. Wizara ya uchukuzi ya Afrika Kusini imesema uchunguzi kuhusu ajali hiyo unaendelea, huku ikitoa rambirambi zake kwa familia za waliofariki dunia. Waliojeruhiwa wanaendelea kutibiwa hospitalini, huku serikali ya mkoa wa Limpopo ikisema huduma za kisaikolojia pia zinaendelea kutolewa kwao. Hivi karibuni pia takriban watu 20 walipoteza maisha baada ya lori kugongana na basi lilokuwa likisafirisha wachimba migodi katika jimbo hilo la Limpopo. Aidha, Machi mwaka jana watu wasiopungua 45 walifariki dunia nchini humo wakati basi lilokuwa limebeba wafanyabiashara kutumbukia kwenye daraja katika jimbo hilo hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika Kusini. Kwingineko, mabasi yaliyokuwa yamewabeba wafungwa wa Kipalestina yamewasili Ramallah, mji mkuu wa Palestina wa ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Kama ilivyotajwa, takriban wafungwa 1700 kutoka Gaza na wafungwa 250 wa Kipalestina wanaachiliwa huru kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Makumi ya watu kote Gaza wamejitokeza barabarani kusherekea kabla ya kuwasili mamia ya wafungwa wa Kipalestina walioachiliwa huru chini ya makubaliano ya hivi karibuni ya kubadilishana mateka na Israel. Huko Khan Yunis, mamia wamekusanyika katika mraba uliopambwa kwa bendera na mabango ya Palestina, huku vipaza sauti vikicheza nyimbo za kizalendo. Familia za wafungwa zikibeba picha za wapendwa wao, huku wengine wakicheza na kuimba katika matukio ya furaha adhimu baada ya miaka 2 ya vita na kufurushwa. Kwa Palestina wengi, siku hii ina umuhimu maradufu kurejea kwa wafungwa wao na kukabidhiwa na Hamas kwa mateka wa Israel, hatua ambayo inaweza kufungua kwa awamu ya pili muhimu ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Na tukitamatisha habari za kimataifa, afisa wa Urusi Sergei Asonov amesema droni ya Ukraine imeshambulia ghala la mafuta katika mji wa Fedosia mashariki mwa Crimea na kusababisha moto mkubwa. Afisa wa Urusi aliyeteuliwa kuiongoza Crimea amesema kwamba droni ya Ukraine imeshambulia ghala la mafuta katika mji wa Fedosia mashariki mwa rasi hiyo na kusababisha moto mkubwa. Shambulio hilo limeongeza mvutano unaoendelea kati ya Moscow na Kyiv, huku vita vikikosa dalili za kumalizika. Kiongozi wa utawala wa Urusi katika eneo hilo Sergei Asonov alisema kupitia mtandao wa Telegram kwamba zaidi ya droni 20 zimedunguliwa na vikosi vya ulinzi wa anga na hakuna majeruhi waliothibitishwa, na hakutoa maelezo kuhusu ukubwa wa uharibifu uliosababishwa na shambulio hilo. Ghala la mafuta la Fedosia na miundombinu mingine ya nishati na kijeshi ya Crimea imekuwa ikilengwa mara kwa mara na mashambulizi ya Ukraine tangu Urusi ilipoanza uvamizi wake mwaka 2022. Wakati huo huo, Ukraine na Urusi zimezidisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati za kila upande katika kipindi ambacho juhudi za kidiplomasia za kurejesha mazungumzo ya amani zimeendelea kukwama kwa miezi kadhaa. Zuberi Mgaya, Mahasin TV. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa.
Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo leo. BASUTA wafanya mkutano mkuu maalum wa mwaka ambapo pamoja na mambo mengine umefanyika uchaguzi wa viongozi katika nafasi mbalimbali. Serikali yatenga kiasi cha shilingi bilioni 119 kutekeleza ujenzi wa miradi 13 ya dharura. Katika habari za kimataifa, wafungwa wa Kipalestina na wale wa Israel waachiliwa huru kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pata majaliwa yake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuleta kapu la habari, mimi ni Hilali Sefuria nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.